Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ndugu zangu walimu, Sheikh Alfani na walimu wengine wote wa madrasa, ndugu wazazi, ndugu wanafunzi, ama kwa hakika kazi yangu ni ndogo, ni kufanya tu mjumuisho wa yote ambayo yamezungumzwa na vijana wetu. Hakika tumesikia mengi katika mafunzo, maelekezo ambayo wameyatoa vijana wetu, na leo ilikuwa ni kazi kubwa kuwasikiliza vijana na wala sio kazi yetu sisi mashekhe kuzungumza. Ndugu zangu, yote ambayo tumeyasikia kwa vijana wetu yanahusiana na malezi ambayo tunatakiwa kusimamia kwa vijana wetu, kama alivyozungumza Sheikh Alfani kwamba hawa watoto inahitaji ushirikiano kati ya wazazi na walimu, kwa maana lazima kuwe kuna mafiga matatu. Mafiga matatu ndiyo ambayo yanaweza kupika, lakini ukiweka mafiga mawili hayawezi, na ukiachia figa moja haliwezi pia. Lazima yawe mafiga matatu. Figa la kwanza ni wazazi, figa la pili watoto, na figa la tatu ni walimu. Tukiyaunganisha haya mafiga matatu, tunaweza kupika chochote kile ambacho tunachokitaka. Kwa hiyo inahitaji ushirikiano mkubwa kwa ajili ya kuwalea na kuwaadabisha hawa watoto wetu, na hasa katika umri huu walionao. Umri huu walionao ni umri muhimu sana. At-ta'limu fi sighar kanakshi ala al-hajar, kwa sababu mafunzo, maelekezo, adabu ambazo zitakazotolewa kuwapa hawa watoto wakiwa katika umri huu wa utoto ni mfano kama yule mtu ambaye ana nakshi, anachonga maandishi kwenye mawe. Ukichonga maandishi juu ya jiwe, basi maandishi hayo hayapotei leo wala kesho. Vinginevyo ile jiwe labda livunjwe ndio yanaweza kupotea, lakini madamu jiwe bado lipo, maandishi hayo yatabakia abadan. Kwa hiyo namna ilivyokuwa hayo maandishi kubakia juu ya mawe kwa muda mrefu, ndivyo mafunzo ambayo wanayopewa watoto wakiwa katika umri huu mdogo, mafunzo hayo hayatoki katika vichwa vyao. Sasa ikiwa mafunzo hayo ni mazuri, basi wataleleka katika uzuri, kwa sababu mafunzo yamebakia katika vichwa vyao, na ikiwa mafunzo hayo ni mabaya, vivyo hivyo yatabakia katika vichwa vyao, kwa sababu hayo mafunzo hayatoki katika vichwa vyao. Kwa hiyo hala, ndugu zangu wazazi, tuzidishe jitihada kubwa katika kuwalea vizuri hawa watoto wetu, na malezi mazuri yanapatikana katika madaris, katika majengo haya, katika misikiti. Huku ndio kuna malezi mazuri, malezi ya kumjua Mungu, malezi ya kumjua Mtume, malezi ya kuwajua wazazi. Tumesikia maelezo, hadithi kwa vijana wakisoma namna ya kuwajali, kuwaheshimu wazazi. Kwa hiyo malezi mazuri yanapatikana katika majengo haya. Ndugu zangu, katika majengo haya ndio majengo ambayo yatatoa viongozi waadilifu, kwa sababu humu kuna viongozi wa kesho. Humu kuna mawaziri, humu kuna wabunge, inawezekana hata marais wakatoka humu wa kesho. Sisi hatupo tena katika dunia hii.
Sasa vipi tutawapata wabunge waadilifu, wabunge wa kweli, wabunge wenye kutoa ahadi za kweli zenye kutekelezeka? Lazima wapitie katika majengo kama haya, kwa sababu kiongozi yoyote akiwa hana hofu ya Mungu atakuwa ni muongo tu, atakuwa ni siku zote ni kutoa ahadi za uongo. Cha msingi anachoangalia yeye apate kile anachokitaka. Kwa hiyo tuzidishe jitihada kwa ajili ya kuwasimamia watoto hawa ili tupate viongozi wazuri wa baadaye. Lakini pia ndugu zangu, hawa vijana hawa ndio vijana ambao itafika huko baadaye watajiita na wao ni gen nini wanaita, Gen Z, generations nini, watafika baadaye ndio watajiita hawa vijana kwa majina hayo. Sasa tutaraji wakiwa katika mapito kama haya, katika malezi haya, basi wawe ni vizazi vizuri. Yaani tusije tukapata vile vizazi ambavyo viongozi wanasimama, wanaelekeza, wanatoa maelekezo, tena viongozi wa dini, lakini vijana hawasikii la mtu, vijana hawaelewi la mtu. Vijana imekuwa ni mtihani, wanasababisha watu wanaishi katika nchi yao kwa hofu, wanaishi kwa woga, wanafikiria kwamba kesho kitatokea nini. Kijana haogopi wala hajali. Ni vijana ambao hawajapita katika malezi haya, lakini wallahi vijana tukiwapitisha katika malezi haya, kijana huyo akitaka kusimama, akishawishiwa, alafu akaambiwa wewe kijana, Mungu anasema atiu Allaha wa atiu rasula wa ulil amri minkum. Mungu anataka umtii Mwenyezi Mungu, mtii mtume, watii viongozi. Kijana huyo atarudi nyuma. Kijana huyo akitaka kusimama, akashawishiwa kwa ajili ya kufanya vurugu, alafu akaambiwa kijana, Mungu anasema man qatala nafsan, yoyote atakayeua mtu au akasababisha mtu kuuawa bighairi nafsin, hali ya kuwa mtu huyu hajafanya kosa lolote au fasadi au hajafanya uharibifu wa aina yoyote, kijana, unajua malipo yake? Akaambiwa kijana, malipo yake fakaannama qatala nnasa jamia, ni kama vile utakuwa umesababisha kuuawa watu wote duniani. Kijana akiyasikia haya atapata na hofu, atajua ala, Mungu kumbe anazungumza hivi, kumbe ndakuwa na dhambi kama hizi. Kijana atashuka chini, atarudi chini, kwa sababu tayari amekwisha pitia katika mafunzo haya na malezi haya. Lakini asipopita katika malezi haya, huwezi kumwambia kitu. Ndio tunayoyashuhudia, ndio tulioyaona siku za nyuma. Tumepata tabu sana viongozi, tumezungumza mengi, lakini pamoja na uongozi wetu na kuzungumza mengi, tulitiwa vidole machoni, tukaambiwa nyi viongozi, nyi chawa, nyi viongozi, nyi mmepewa vibahasha, nyi viongozi, nyinyi sijui hivi. Hatukujali sisi, tukasema sisi tunachoangalia, kwa sababu ikisalimika nchi yetu, hata wao wenyewe watasalimika na vizazi vinavyokuja vitasalimika. Kwa hiyo hatukujali maneno. Sasa ili tujiepushe na maneno kama haya, tuwasimamie hawa vijana, hawa watoto hawa katika umri huu, tuongeze jitihada, na tunataraji insha Allah watakuwa wema, watakuwa wazuri, na tutakuwa na kizazi kilichokuwa bora baada ya kuondoka sisi katika dunia hii. Mwisho kabisa, na kutakieni kila la kheri, na hasa walimu ambao mmefanya kazi hii. Inaonekana ni ndogo, lakini wallahi kazi hii ni kubwa sana, ina malipo makubwa sana mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu kumsimamia mtoto mmoja tu akaweza kusoma hata alhamdu ni jambo kubwa, ni jambo ambalo lina malipo makubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wabillahi tawfiq, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.